zangu zote wanasinusu, zimewekwa msalabani, wanasinusu ilana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, yani rohoni mwangu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, binadamu uliyemuumba amweka katika dunia hii, siku zake za kuishi ziko mikononi mwako. Maandiko yanatuambia kwamba ulimuumba kwa udongo na ataweza kurudia udongo. Ndiposa Mungu wangu, ilifika wakati ukaita roho ya ndugu Atego ambaye baba tulikuwa tukiishi pamoja naye. Roho yake iko mikononi mwako na tukabaki na mwili ambao umekuwa katika chumba cha wafu. Umefika wakati uliotuandalia Mungu wangu kwa ajili ya kuondoa mwili hivi. Uje hivi. Nitasoma andiko. Baada ya hapo nitaomba, alafu tutapata wimbo wa kwaya tukiingia katika msafara kwenye jeneza, watakuwa katikati, alafu familia ifuate. Ikiwezekana upindwe hii mwili iangalie huku. Kaa katika hema yako, ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako mtakatifu? Ni nani aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake?
asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakutenda mwenziwe mabaya, wala hakusengenya jirani yake. Tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakuinua tukikusifu kwa ajili ya neema na uwepo wako katikati yetu. Tunaanza msafara wa kuelekeza mtumishi wako katika madhabahu. Tunaomba neema na uwepo wako uweze kututangulia ili yote tuweze kutekeleza kulingana na mapenzi yako. Asante Baba kwa hiyo utaweza kutenda. Katika jina lako naomba na kuamini. Asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiye impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Maana wewe ndio uliandaa tuwe mahali hapa. Baba, tunaomba Baba ya kwamba kazi yenye mwanao alifanya katika kanisa hili ikafuatane pamoja naye. Asante Baba, kwa sababu tunajua hii msafara yake inakuwa kulingana na mapenzi yako. Na ni kwa Yesu naomba na kuamini. Nitaishi kati yao, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Nayo mataifa yatatambua kuwa mimi Mwenyezi Mungu nimewatakasa Waisraeli, na kwamba maskani yangu yapo kati yao milele. Baba, tuseme ni asanti kwa ajili ya haya tunayoona wakati huu. Tumekupendeza ya kwamba ikaweze kuwa hivyo kwa ajili ya msafara wa kumgeza mwenda zake katika hekalu lako. Unalosema katika maandiko ya kwamba utakuwa kati yetu. Baba, wakati huu najua Baba unaona yote yanayoendelea na tumeachilia mikononi mwako. Vita vitakapoitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalofuata. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, weza kufikisha mwili ya mwenda zake Leila na Samuel katika madhabahu. Tunataka kuanza ibada. Mungu, tunaomba neema na uwepo wako uweze kutangulia ili yote ambayo tunaweza kutenda mahali hapa yaweze kutimilika kulingana na mapenzi yako. Asante Baba, tutakuwa pamoja nasi katika jina lako naomba na kuamini.
wakutafutao. Tuombe. Baba Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunanyenyekea tukisonga miguuni pako Baba, tukisema asante kwa ajili neno lako linatuambia kwa mema na kwa mabaya yote tukushukuru. Kwa hiyo Baba, tunasema asante kwa ajili ya yote yale yametendeka. Tunajikabidhi tu mikononi mwako, tukiomba Baba ya kwamba uanze nasi ibada ya ndugu yetu Samuel, na hata kumaliza uwe pamoja nasi. Tutie nguvu, tia wale waliopoteza Samuel nguvu Baba, ili wanaposimama wewe uwe pamoja nao, na sifa zikurudie kwa wewe. Na ni katika jina la Yesu tuomba tukiamini. Lepevosi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tushukuru Mungu kwa wakati huu, kwa sababu yale amekusudia imetimia. Na tunapoanza ibada, nitaomba tuweze kuwa nyenyekevu, tuweze kupendana, tuweze kutiana moyo. Anapokupata mazito ni machungu, na wakati mwingine unaweza kuchanganyikiwa, ujikute huko kwa akili nyingine mbaya. So naomba neema ya Mungu itoshe. Tunapoanza ibada hii, tutembee pamoja. Nisi wachungaji wetu wakalie viti vya mbele hapo. Mchungaji wetu umetoka Bunyere, kindly sit on the front chairs. Asante. Asante sana. Asante kwa wanyako upande huu. Tuende pamoja. Basi tumefika kwa usemi mfupi. Tunapoangalia saa 7:21. Watu tumengoja hapa kuanzia ile saa ambayo Mungu anajua mpaka sasa. Kuna watu wametoka mbali wanataka kusafiri. Tutachukua muda mfupi kwa sababu ya kujieleza, ili kila mmoja anapotoka hapa aweze kuwa na nafasi nzuri kurudi mahali alitoka. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Bungoma, nashukuru Mungu kwa ajili ya Mpeli, nashukuru Mungu kwa ajili ya Bunyore. Na nishukuru Mungu kwa ajili ya wenyeji na wageni waliofika. So katika usemi wetu tutaanza na ndugu. Kama wako wengi wataitana na mmoja peke yake aseme. Tutaenda kwa dada, watakuja wote tuwaone, na mmoja kwa niaba ya wengine aseme. Nitaruhusu watoto wa marehemu kuongea, alafu mwishowe tutakuwa na mjane upande wa jamii. Baadaye tutasonga hatua mbele, na kabla ya kufika hapo vizuri ujue ni nani anayehudumu. So walio kwa madhabahu tusimame tukaweze kujuana. Utasema jina na mahali unahudumu. Usisalamie tayari tunasalamia kwa niaba yenu. Mchungaji Musa Ukinga, mchungaji mtendaji Bungoma Town Church. Mchungaji Janet Kwendo, mchungaji mtendaji Kibachenje Church. Mchungaji Caleb Okwako, mchungaji mtendaji Chema Church. Mchungaji Mama Anastasia Tieli, senior pastor Mhuya Church. Mchungaji Ruth Baraza na Brother Church. Mchungaji Grace Epeni, senior pastor Chema. Bwana asifiwe. Amen. Kasisi Inesha Skongani, mchungaji wa Kibachenje. Basi wale wanafuata wachungaji wetu kutoka Mpeli area mahali Jen anahudumu. Reverend Japhet Mayabili. Asante. Reverend Willy Werunga, Overseer Mpeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana katika hili kanisa. Asante.
Nitakuja na majina. Majina yangu naitwa Howard Ateko. Bwana asifiwe. Katika kanisa mimi huwa nahudumu hapa. Mwami Yesu isobe. Huwa na hudumu hapa. Samuel Ateko ni ndugu yangu. Kwa lugha nyingine watu husema kazi, maana tunajua ya kwamba watoto wa mtu mmoja ndio wanaitwa ndugu. But this one is more than a cousin. Bwana asifiwe. I've been with him all along. Katika shule tulipofika shule ya pili, mimi nilikuwa darasa moja mbele yake. Bwana asifiwe. Na nilipokuwa darasa moja mbele yake, alitoka kwao akaja kuwa analala kwangu kwetu katika ile cottage ambayo nilikuwa nimejengewa na baba, ambaye baba yangu na baba yake ni ndugu. Katika hali hiyo, yeye alipokuwa akienda shule, kila alikuwa akifanya ni revision. Yaani kile nimefanya katika form 1 ninaporuka form 2, yeye anachukua hivi vitabu. Kwa hiyo anapoenda shuleni ako mbele ya wengine. Bwana asifiwe. Ndugu yangu nampenda sana. Nilipopokea habari za kifo yake, hakika nilihuzunika. Mwami Yesu izoe. Nilihuzunika, nikasikia ni kama sijui sitafanya itakuwaje, lakini all in all it happened the way it happened. Jina la Mungu liweze kuhimiliwa. Nilikuwa nimesema majina yangu ni Ateko Howard kwa ajili ya kukomboa wakati, maana na mambo mengi tangu utotoni na ambayo siwezi kuyataja. Niruhusu wengine nao watumie nafasi hii. Hizi waombolezaji wenzangu, familia ambayo tumefiwa, mimi ningependa pia nizungumze kidogo. Jina langu ni Joba Koka. Mimi ni ndugu ya Samuel. Mama yake na mama yangu ni dada. Mama Rebeka ndiye alikuwa mkubwa. Mama yangu nasema, Samuel, nikupenda. Fare you well. My schoolmate, my college mate, my cousin, my brother. Tumesoma na Samuel Nawe Boys High School. Tumeenda Subi TTC. Same college, same hostel. Mimi nikaenda Kitale, nikafundisha Kitale. Nikaja Bungoma. Ya retired, nikaja farewell party yake. And I remember telling you one thing, my brother, you have retired. But as you go to Nairobi to chase your pension, ama retirement benefits, usijaribu kudanganywa na watu matapeli, cartels na mashylocks Nairobi. But I'm sad to report you, he fell prey to those cartels. Wakamdanganya. Sisi tunakaa nyumbani tunafikiria Samuel pension inaingia, kwa pension inaingia kitambo sana. We knew about it last year. Mimi na wasichana hawa Ketrai na Esther. Nikaita Samuel kwa Kitale. Nikampeleka KCB Bank. Because I wanted to know the truth. Tukakutana na operations manager. Akauliza Samuel, hii pesa imeingia kwa akaunti yako ni ya nini? Akamwambia ni pension yako. Tukaona mtu mmoja anaitwa Edwin. Nasikia anashughulika na retirees hapa. Amemlipa 500. Huyu akamuuliza, hii pesa ulimpa ama alikuibia? Akasema nilimpa. Ni deni lake nilikuwa namlipa. Milioni 2 ikatoka, Samuel akatoka. Milioni 2 ikaenda. What hurt me most? Tena akachukua loan. What has killed my brother? Wapendwa, ni stress, mambo ya high blood pressure, akafanya operation. Sami ndio huyo wamemtapeli pesa zake zote. And that's what has killed my brother. Nataka niseme pole kwa familia, mnaambia na watoto wako. Pole kwa familia yetu ya Mnangwe, aba wote, aba Mangari, abantu banasia, batego.
without Samuel tulimpenda. Juzi nimekuwa hapa miezi miwili mitatu iliyopita katika sherehe ya msichana huyu Rebeka. Tukala pale chakula na Samuel pale Sikata. Akanisindikiza mpaka kwa basi. Nikapanda gari kaenda Kitale. Sikujua that was the last time. Niko na mwana sana. Pole dada. Mwani Samuel. Kama mtu mlika yuma mbele mwe. Naomba tupendane sana. Tupendane. Mzee yani no bora mbu. Wilo wane kwa Samuel. Boy wa. Ndio kama Oscar bichokora hosi singana je. Ndio akora kato akora si. Baba huya. Saya hapo mera ni Solomon Olungu Katete. Dada wakuje wote mwenye amechaguliwa sasa. Vizuri kuwa na heshima. Kikao ya siku ya leo, kwaya na wote ambao wamekuja kutuunga mkono. Habari zenu? Hamjambo? Tusalamiane sisi wenye tuko hai. Mimi kwangu mimi ni dada yake Samuel. Samuel ni mpendo wangu. Samuel wakati wazazi walitoka alibaki kuwa mzazi. Samuel ni mwalimu. Samuel ni ndugu yangu. Samuel ni mhubiri. Nimepoteza. Wakati nilisikia Samuel ametoka, amerudi kwa baba yake mbinguni, nilihuzunika. Nikarudi nyuma, nikapata hakuna msaidizi nyuma. Mama yetu imebaki bure, hakuna kijana. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudi kwa msalaba wa Yesu Kristo. Mimi usaidizi wangu na Samuel amependa mtoto mwenye anafako na bidii shuleni. Mtoto wangu alifanya vizuri na akaitwa Nairobi University. Samuel aliniambia dada yangu ananitaka sister. Sijui kama anajua jina langu. Akaniambia sister, usipeleke mtoto Nairobi, uko na fare kwenda Nairobi. Nimepata shule huko, leta mtoto wako aingie shule Kibabii. Nitakuwa ninamwendea nikamjulisha hali. Nilifurahia na Samuel. Nikasema asante sana dada ndugu yangu. Wamefanya kitu cha maana kwa sababu tuko reserve kupata fedha ni ngumu. Kwa ukweli aliingiza mjomba wake Kibabii. Na aliweza kumtembelea kila wakati na ananiambia dada yangu, usiye na shaka niko na mtoto mikononi mwangu. Nikifika pale naona machozi mengi yamenitoka. Mtoto aliweza kufanya vizuri. Mtoto amelia, akasema ningekuwa nimepata kazi, ningesaidia mjomba wangu kama iko hai. Kwa kufika hapo tena wawili wakafanya 8. Nikashindwa nitafanya namna gani. Samuel huyu mmoja huyu akaniambia dada yangu tafadhali leta watoto kwa shule. Aliweza kutembelea watoto wangu. Aliweza kuokoa watoto wangu. Kama mimi dada yake nimehuzunika. Mama yetu amebaki bure. Wenye tulitoka kwa tumbo ya baba yetu tumebaki bure. Mtusaidie na maombi ili tukue wangumu tuweze kuendelesha hiyo boma. Samuel alikuwa nyumbani, nilimuita kwa sherehe ya mtoto wangu na alikuwa mdhaifu. Nikafikiria Samuel wetu atafika kweli, na akakuja kwa sherehe ya mtoto mwenye alikuwa anasomesha huko, na akakuja kwa sherehe hiyo alikuwa anafanya harusi. Samuel wetu alisimama kama ndugu yangu. Aliweza kufundisha mtoto wangu bila anaweza kukaa kwa nyumba. Aliweza kunifundisha, akasema msichana wetu, usijali sisi tuko nyuma yako. Nimepoteza, hakika nimepoteza. Mtusaidie na maombi.
Ni hayo tu. Asifiwe tena. Hakika nashukuru wote waliofanikisha harusi ya ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kabarikiwe sana. Langu ni kusema Samuel alikuwa kama baba. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa tena kama baba, alikuwa kama mama. Alinilea, akanisomesha, tena akasomesha mtoto wangu, tena angali anamlea. Bwana Yesu asifiwe. Hakika sina mengi. Samuel, we love you so much. Rest in peace, Samuel. Kanisa, Reverend wote, wachungaji, washirika, marafiki ambao wamekuja kutusaidia kuomboleza ndugu yetu, nasema yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naomba tu Mungu apamba neema hii itoshe kwa wakati huu na hata kwa wakati ambao unakuja hapo mbele. Sijui nitaanza wapi, sijui nitaanza vipi, but ile kitu ninasema kwamba kama last born wa kina Samuel, my brother, you loved us so much, na Mungu alikupenda sana. Ndugu yangu amekondeka kwa muda mrefu, natoka pamoja na yeye. Nakumbuka siku ikakuja na hii mwaka tumekaa naye nyumbani Bunyore almost 6 months. Tumekaa naye Bunyore. My brother, nilinunua dawa, nilifungua simu, make sure chakula imefika kwa wakati, na ile chakula ambayo daktari alisema ukaweza kupokea. Ulitoka Bunyore, hata ile nguo ulitoka nayo huko haikutoshi. Ukaambia my sister, hata nguo ingie. Nikasema tutanunua. Ziko kule Bunyore hata saizi. Sababu wakati alipotoka ilikuwa ni aende aone familia yake. Watoto wamemuita akuja akaweke nyumba mito. Tukasema ndugu yangu, hiyo ni kitu jambo mzuri. Ikiwa hayo ndio umeenda, tunashukuru Mungu kwa umbali huu. Enda na ukafanya hivyo. Kwa majina ni Esther Tengo. Nimepoteza ndugu yangu. Nimepoteza my mentor. I've lost my dad. Alikuwa ni advice. Alikuwa mtu ambaye ako focused in life. And that's why unaweza ona watoto wake wote wako na degree ambayo mimi sina. But I thank God, mahali ambapo Mungu ameniweka, hata kama sina degree. My brother Sammy, nitapata wapi mwingine? Nilikuja kwa hospitali wakati niliposikia ya kwamba my brother ni mgonjwa sana. Nikajua kwamba atalala pale, ako mahali pazuri mikononi mwa daktari, na kwamba watamshughulikia jinsi ambavyo tumejua amekuwa akienda, wanamshughulikia na anarudi nyumbani tunamuona tena. Sikujua ya kwamba hiyo siku leo the thing I could carry for my brother, the best one of all, ilikuwa ni Pampers kutoka Nairobi. Haikukuwa hata yogurt ya vanilla bila mmependa. Haikukuwa hata soda ya Coke ambayo haina gas. Ilikuwa ni Pampers nimebeba kubwa ya kuletea ndugu yangu Sami. I thought anaweza niongelesha neno la mwisho. Macho ilikuwa ni anafungwa kidogo na anafunga. Na nikasema nilikuwa nimekuja nikuone na nirudi. I spent that night in the hospital na shemeji yangu Jen.
tukajaribu na Emmanuel. Beni alikuwa mahali pale na wale wengine ambao walikuja tukiwa pale. Kukule nilikuwa nikunywa maziwa kwa pipe. Pambazi zifungwe. Oh, Mungu wangu, nikasema, you are the only one mwenye unajua. My brother was in pain. Ninakumbuka vizuri nililala mahali pale. Nikangoja niongeleshe. Jinsi vile tulikuwa tumezoea kuongeleshana. Walikuwa wakiongelesha. Mkono niinua. Macho akatoa. Mama akaniambia ongea, nasikia. I told my brother, I'm praying for you, that you may come out of this hospital bed. Tukuone tena jinsi ambavyo tumezoea kukuona. Oh my God. Oh, watumishi wa Mungu. Tumepoteza ndugu. Baba tumempoteza. Menda tumempoteza. Ninaishi na Samuel hapa Bungoma. Nilikuwa nakaa nyuma baiskeli. The daughter Martha nakaa mbele ya baiskeli. Nikikuja Bungoma ni primary. Because my brother alikuwa anatutakia mema. Natoka pale nimesenda Chwele katika mikononi mwa my brother Sami, ya kwamba katika boma yetu tukaweza kuinuka, boma ambalo nilikuwa nimesaulika kule Bunangwe, boma ambalo nilikuwa tabaka la chini sana. Tukawa tunaongeleshana ndugu yangu, maisha ambayo tuliishi ndani tukiwa wadogo na wachanga na mama yetu, hatutaki kuyaona tena kwenye boma letu. And my brother took a step. Na akaniambia, Esther, ukitaka kuendelea kwa hii dunia, how the sixth says in life, ukisikia na kuongelesha, fanya vile na kuongelesha. Watoto wangu wamebaki nyuma, wamepoteza leo ni uncle. Ili December akiwa kwa sherehe yote kijana ametaili. I called my sister ndo nikamwambia niko na ndugu yangu. Akaniambia umekuja aje huko, nikamwambia usijali, ninakwambia niko na yeye. Oh, watoto wangu wamepoteza uncle. Asante mama. Nilikaa naye pale wiki moja. Nashukuru ya kwamba hili kanisa nimeshikilia hiyo nafasi. Na mimi nimewahi kuja hapa Sunday school. Nashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Wacha tukaendelee kushika hapo. Mengi tutaongea. Asante, jipe moyo. Jipe moyo Esther. Asante. Bwana sifiwe. Mimi namuita baba. Ndiposa nataka nikaribishe watoto ambao wanatoka tumboni mwake. Wakami abana bangasakana barakayanga. Tekana limuko na mwana mwevi. Kwa hivyo nawakaribisha. Tuko marangasa kana. Wachenda sana mwana koskontoro, korwana, kabonuru, kasina. Wachenda sana naye. Mangoyu, mwele hanga. He was very intelligent. Mukilasi ya lui mchezo usira. Karibu watoto. Praise God. Darasa, I tell you that I don't know much to say. I thought that it was school. Thank you. Asante, asante. Kwa kumbuke watie Mungu.
akiwemo mama Ovasia ambaye ni senior pastor wa hii kanisa, ambaye tena ni mama cluster wa cluster ya Bungoma, na Ovasia wangu Reverend Willy, baba yangu Reverend Jafet, na wageni wote ambao mmeingia mahali hapa kutusaidia kuombeleza safari ya mzee ya mwisho. Nasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise God. Amen. All that time God is good. And all that time God is good. God is good. All the time. And all that time God is good. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Reverend Jane Atego, nikifanya kazi na hii huduma huwa Church of God in East Africa, Kenya. Nikiwa mchungaji wa Nandingwa Church of God. Nandingwa iko upande wa Mupeli area. Wala ambao wajui Mupeli area ni sehemu za Kimaiti. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa kunipa nguvu leo hii niweze kusimama hapa ninene jambo juu ya mzee wangu. And I don't want to talk the negative part. I want to talk the positive part ya mzee. Bwana asifiwe. With the negative, mimi si Mungu ni hukumu. Mungu ana kazi yake. Praise God. Katika maisha yangu ya ndoa nimeishi na mzee. Mzee huyu alinipenda nikiwa tu msichana mdogo, akinichukua tukaishi vizuri, tukafika mahali tukahalalisha ndoa yetu mwaka wa 2000 tarehe 6 mwezi wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nimesimama hapa ndio nilifunga ndoa. Ambaye alinifunganisha alikuwa anaitwa Reverend Ruben Andabra. Ikiwa bado naishi angekuwa atakuwa haya matanga. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu kwa hiyo safari. Alituunganisha tukakaa vizuri. Kwa kawaida katika ndoa kuna mambo ya hapa na pale, lakini tunapofundishwa na wamama kama mama cluster ni kwamba unasimama kama mwanamke. Bwana asifiwe. Yale ambayo semeji yangu amesema mimi singesema, nao what do I do? Imetendeka hivyo na alifanya nikajua. Semeji Joab wako wapi? Joab nampenda sana. That was a hidden agenda, my brother-in-law. I didn't do anything. Mzee alikuwa ananiambia tu, sasa unataka kukaa vizuri. Sasa munisikilize tu, hata usinong'oneze mwenzako kwa masikio. Just listen to me. Hii ni yangu. It's not yours. Hallelujah. Ya kwamba mama, mimi si jina la mzee. Ananiita mama, mimi namuita daddy. He was my dad. Amenilea vizuri. Alinipenda. Licha ya kwamba kuna mambo ya hapa na pale, yeye hakuona yale na mimi sikuona. Nilisimama hapa nikasema, yes I do. Kwa shida kwa raha tutaenda. Kwa hivyo hata angeingia kwa shiba ndani, ningeingia na yeye kuishi. Bwana asifiwe. And that is why I'm here now na shuhudia. Praise the Lord. Kwa hivyo mzee tumekaa na yeye vizuri. Kwa kuanza kuwa mgonjwa mwaka wa 2011 tulipoteza mtoto ambaye alikuwa amemaliza university 3 days to graduation. Akakatika tu hivyo na kaenda. That is when he began developing blood pressure. Hallelujah. Na blood pressure ikaendelea. Naenda kwa ufupi, mengine ni baadaye. 2018
alichapwa na stroke ya right tukiwa shuleni kule Mayanja. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati alichapwa na stroke ya right, kuna walimu nimekuwa nao nyumbani, sijui kama mwalimu Morris hapa kama hayuko wanakuja, ndio aliniambia wanafanya kitu na alisha wanakuja. Bwana asifiwe. Tukaenda life care, akahili. Because my prayer was healing is his portion. Akahili, tukatoka. Kidogo kidogo amedevelop kitu, spinal cord problem. Na before I develop, alipata ajali huko Bumula wakati amekuwa coordinator wa early childhood, akiendesha pikipiki za serikali hizi ya alisababisha ajali, akagonga kichwa chini hivyo, alafu akapata hizo shida, akabondeka magoti. Wakati mwingine mlikuwa mnaona anavuruta mguu, hiyo mguu ilishonwa kitu hapa ndani kinaitwa patella ya kuzungusha magoti, disk, akawekewa disk. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati anafanyiwa operation ya spinal cord, ilikuwa ya kwamba wafunue kichwa. Mimi nikaongea na daktari nikamwambia kweli ufanyiwe operation ya spinal cord, at the same time ufunguliwe kichwa, utakuwa aje? Nikaomba ya kwamba ikiwa kuna dawa apewe tu ameze, ioshe hiyo brain, inaitwa brain. Nurses wako hapa, nikisema nurses naangalia mama Janet ndio najua. Bwana asifiwe. Brain tumor, ioshe hiyo kitu. Daktari akasikia. Bwana asifiwe. Na ndiye afanyiwe spinal cord. Walisema hivi condition, alifanyiwa with a condition, mkikataa ataenda chini na mtakuwa tu mnamsukuma kwa wheelchair, na hata kila kitu kitakuwa kinapita tu, mkojo na hayo mambo mengine yatakuwa yanapita. Kwa hivyo sisi tukaona afadhali wamfanyie. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wanafanyia mzee wangu operation ya spinal cord, I was just alone in that room praying. Bwana asifiwe. My sister wameogopa kiawa, wanasema wewe mtu wa mwenyewe atakufa, unataka tufanye aje? My sister in laws, kwa sababu in case of anything I communicate to my sister in laws, ni wawili na huyo brother in law, na waambia hii na hii inatendeka, tufanye aje? Wamesupport sana, wanasema tumlamwa, sisi tunakuombea itakuwa sawa. So mzaka ingia huko saa 8 mchana, alitoka saa 11 asubuhi kama bado naomba, but he came alive. Nikashukuru Mungu. Niliendelea kumnasi, mara mingi nimenasi huyu baba na mpanguza na muosha, because I said kwa shida kwa raha hapa nilisema yes I do. Na nashukuru Mungu leo nimemrudisha hapa tena. Bwana asifiwe. Nimepambana na huyu mzee kwa hali zote za ugonjwa. Saa zingine nikishindwa naambia wasemeji zangu, leo mimi sina dawa. Wapi mlamwa Esther? Esther, hawa wasichana tumepambana kulea huyu mwalimu, lakini haikuwezekana. I loved my husband, na hiyo situation yake tu nilikuwa namwambia daddy, uishi tu, mimi nitembee tu na wewe, watu wakiona nimekushika mkono, lakini haitawezekana. Ugonjwa wa juzi, daddy alipigwa na stroke right side, left side. Nikafikiria ni mchezo. Sasa sisi tunapenda kujoku na yeye. Naanza kumfuruta. Daddy, simama tu, acha mimi nikusaidie, usimama. Anaenda tu hivi. Na mkojo inapita.
Bwana asifiwe. Mimi nikaita mtoto Ben, niliita mtoto wa baba. Praise God. Nikamwambia Ben, baba yako tena ameanguka. Nikapigia Beka simu, akasema mama, Beka anafanya kwa hospitali, hiyo ni stroke. Praise the Lord. Haleluya. Kama tumeshaongea tu na mzee ananiambia mama, unajua katika hii safari imekuwa ngumu sana, maisha inaenda kukua mzuri, shida zinaisha. And this is what he was telling me. Kwa sababu nikimuuliza daddy, nisikuona pesa yako, utafanya watu waseme nilikula pesa yako. Anasema pesa niliwekeza mahali itakuja nyingi na tutafanya vitu vingi. Now when my brother-in-law brought to me that pesa hakuna mlango, I was shocked. Lakini sasa show inafanya nini? Na niko na nasi mgonjwa mwenye napanguza, nifunge pampers, nimulishe, nifanye nini? Nikaambia Mungu nisaidie. Kwa sababu hakuna otherwise. Bwana asifiwe. Musa ameng'ang'ana na hiyo hali. Bila alianguka tu tarehe 31 mwezi uliopita. Mpaka bila alikufa hakutamuka. Siku moja mama overseer alikuja kuomba. The following day sasa kama ameanguka. Akamuita. Alimuita mkono wa teko. Akafanya tu and that was the end. Bwana asifiwe. Haleluya. Daddy ajaongea, ajaniambia lolote, alikuwa ananiangalia kwa macho ya huruma. Tukiwa Bungoma West alikuwa anaita huyu Mola mwana Msongi, kama tumempeleka sasa. Mola mwana Msongi kwa sababu ni marafiki. And that was the end. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mzee amepambana. Wale ambao walikuwa wanakuja kumuona waliona ile uchungu. And it was too fast for me. Nilifikiria atakuwa mgonjwa bila anakuanga, tunarudi wapi? Nyumbani. Lakini hii ilinishinda. Bwana Yesu asifiwe. Ambao walimuona na mimi ambaye nilikuwa namlea, ninajua hali ambayo baba huyu alipitia. Nataka kushukuru shemeji zangu kwa sababu wakati niliwapitia simu, wanasema hali ni ngumu, fea imekataa. Na mimi nawaambia, kopa tu pesa, hata mkuje muone ndugu yenu. Kopa pesa, mkuje. Kwa hivyo huyo last born alikuja siku moja na brother-in-law, siku moja wakaenda. Mwingine huyu mkubwa akakuja, akasema anataka akimbie nyumbani. Nikamwambia hapa utoki. Bwana asifiwe. Hapa utoki. Tunakaa hapa na wewe, ikiwa mzaa atapona, tutatoka tukienda wapi? Nyumbani. Ndio uende Unyoro. Mulamari nisikia akakaa. After 2 days, the year passed with a lot of pain. Hata mimi ambaye nilikuwa na mnasi na nina break, wale watu wangu ambao walitoka huko chini kuja kumuombea wanajua chenye naongea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kwa ufupi nataka kushukuru kanisa hili langu ambalo limenilea. Nafanya kazi huko nje kwa hizi za wachache. Nataka kushukuru mama Opasia kwa heshima kuleta mzee kanisani. Bwana asifiwe. Haleluya. Nyinyi muendelee kutuombea. Let's talk about the positive of Mr. Tego. Ikiwa kweli ulikuwa rafiki wa Tego, ongea the positive. Wachana na negative. Penye hapo Mungu mwenyewe na yeye. Because if you continue talking about the negative, hata haisaidii lolote. Haleluya. Mungu wa amani atusaidie. Sikujua nitasimama niongee kwa sababu nimekuwa chini sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Nikimalizia, my brother is here. My sisters, mkuje msalamie
ili niweze kupata nafasi ya kukaa chini. My brother Tom, my brother Nyayo, my sister Sylvia, Julie, Sikola, Ben na ni Susan, where are you? Kujeni wote, mlisema mtaimbia baba wimbo. Jackson Mwera, Brixton Mwera, Julie Wanyonyi, Elastini Juma, Pastor Susan Omlongo. Bwana asifiwe. Pastor Beth Makai. Bwana asifiwe. Hii ni familia ya Jane. Familia ya Wanyole walipewa nafasi vizuri. Kaomboleza. Hata sisi pia ni familia. Na huyu mwalimu kama baba yangu walikuwa marafiki. Kwa niaba ya familia wa Kabarasi, ambayo familia yetu ambayo imezaa Jane, tumpoteza kijana wetu ambaye alikuwa mzuri sana. Yeye ndio wa kwanza kuchukua msichana wetu. Mimi nafuata Jane miaka karibu 35 iliyopita. Kwa hivyo ingekuwa pia vizuri tupewe nafasi kama wakadarasi. Mimi naitwa Tom Mwanyonyi Sharifu. Na sisi tuomboleze shemeji vizuri. Kwa hivyo Jane, Mungu akupe nguvu. Mambo mengi yamesungumzwa sana, wakisema ya kwamba bibi yake amekula pesa kesho. Nashukuru sana Muhasa, huwa nakusikia tu, lakini umeweka mambo wazi. Mimi mwenyewe nilichukua jukumu nikaita Jane nikamuuliza, unaishi maisha gani haya? Mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kuchangia Ateko kumpeleka university. Nilifanya mchango ikiwa na pesa mimi. Nikaita babu yangu Brut na Wera, akakuja tukafanya mchango. Ateko akaingia university. Kiwa mwalimu wa primary. Hapa Bibe. Kwa hivyo tulimpenda kama familia. Na amekuwa mtu mzuri. Kwa mashemeji wangu wote, Ateko alikuwa mtu tofauti. Sasa zingine walikuwa korofishana na Jane kidogo akikimbia nyumbani. Unajua Wanyole sikuwa najua ati hawana ukwe. Anakuja kusalamia mama na mwasi. Ukwe. Ndio tukakuja tukajua kumbe Wanyole hawana ukwe hata. Tukawazoea hivyo. Alikuwa mtu mzuri. Kwa hivyo Jane lea hawa watoto. Kitu tu nafurahia Mwasi ameenda na watoto wamesoma. Wako nafasi nzuri. Na sisi mimi kama mjomba tunaendelea kusimama na watoto. Kwa hivyo wewe ambaye ulikuwa unaona ya kwamba Jane alikula pesa, umeasikia sasa. Mimi Jane anakuwa akipiga simu akisema bro, nimelala njaa. Nasema ilikuwaje? Kuja kwa nyumbani uchukue kaunga, uchukue hivyo. Lakini anasema lakini utanunua kaseti, anapenda kusoma kaseti. Sema sasa kaseti, simu kule kwanza kaseti atasoma baadaye. Sio saa yako na pesa. Ambia okay hivyo. Anapenda sana niambia unanunua kaseti pelekea Mwasi. Kwa hivyo imekuwa safari ndefu. Nashukuru kanisa hii. Kanisa hii imesimama na sisi, imesimama na familia hii. Nasema Mungu awabariki sana wachungaji. Mwalimu alikuwa rafiki wangu wa karibu. Mwalimu alifanya nikafika mbali kwa ajili ya wake. Alifika kwetu Marama. Ni hayo tu. Bwana sifiwe. Nitaomba mtupe masikio. Hii ni ibada ya Ateko kwa heshima ya madhabahu. Tuwe wanyamavu na tuweze kumheshimu aliyelala. Aliyekuwa anaongea alikuwa analia na crying is healing, si ndio? Na kuna njia mingi za kulia. Hata mimi nimeshindwa nikaenda kwa choo nimelia nimerudi. Bwana sifiwe. Mimi naitwa Ann. Mimi na Esther tuliishi kwa Ateko.
Baada ya Tenga alipenda Esther na Martha, hakutupenda mimi na Becky. But wote tulikuwa watoto wake. Bwana asifiwe. But nilikuja kugundua juzi he was my friend. Because anytime he was sick alikuwa anaambia mama ita na msonge. Na unajua kikwetu mtu atakani kukuita jina ya nyumbani. Lakini yeye aliniambia anapenda hiyo. So he was my dad. Mimi ndio nililea Becky na Ben kwa hiyo mgongo, nilikuwa na wabeba na we grew up like a brother and a sister na familia. So Jen tumeishi tukimuita mama. Atego kiangalia kwa hii simu nimemsave daddy. Hata wasichana wenye wananifuata, he has been our mentor. Because tungetaka kwenda shule kusoma, unaenda kumuuliza daddy naenda course gani? Anakuangalia, anaangalia your pass mark na anakwambia cha kufanya. So we want to thank God for his life. Mimi nimeuguza Atego. Ninafanya kazi, nimekuwa nikifanya na Ufula na mama Kwendo, tumekuwa tukifanya pamoja pale DCRH. So anytime he was feeling unwell, kama hana dawa, he could call me or call my husband. Ya kwamba niko vibaya nataka dawa. Twende live care Bungoma West kumchukulie dawa. Hata kama Jenny hakusema, Esther walileta pia sisi tulileta. And we were close. More close kwa wale wenye walikuwa mbali. So we support as a friend. Kama juzi bila nilipata hiyo stroke, Ben called me, Jenny hakunipigia until rafiki yake ameanguka. Na tulikuwa kwa matanga, we had lost a cousin. Hiyo Friday tulikuwa tunamtoa moja, wale wanatoa msaoleja, tulikuwa kwake. So the son came picked me, nikimpata hapo BCRH, alikuwa emergency. Mkojo imejaa hii flow yote. Sisi ni wazuri tukiwa na afya. But ukipoteza afya, ukifika pale hospitalini, you are nothing before the Lord. So ninaomba tu tuombee familia, tuombee marafiki na tuombee because Atego amwacha pengo kubwa. Na kama tunaweza familia kwa hii hali ya Jen na watoto, kikubwa chenye nitaomba kanisa muwaombee. Na muombe wale tuko nje wenye tunaongea negative about the family wanyamaze. Hizo vinywa tunavifunga katika jina la Yesu. You cannot come to console na unafanya huyo mtu unamwacha akilia. Mimi nitakaa na overseer, nitakuja kukushtakia wale walifanya Jenny akalia sana. Kuna watu wameongea hapo vibaya kidogo ikatushusha. Nitaleta report kwa overseer. But ninaomba Mungu atusaidie, maana Biblia inasema ya kwamba tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi wote ni watenda dhambi. Atego alikosa, wacha Mungu amhukumu. Tumebaki pia tutengeneze mambo yetu. Na Mungu awabariki sana na tunawashukuru for your support. Thank you for your prayers and may the good God bless you so much. Bwana asifiwe. Naomba radhi mama. Ili nisiposema dadi ataona vibaya penye amelala. Alinisaidia nikapata diploma in early childhood kama mwalimu wa chekechea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mama Joan, where are you? Alikuwa best mate wangu, best mate. Na sijawahi mshitakia lolote. Nilikuwa mwanamke bomba. Mungu wa amani awabariki. Mwanamke bomba. Daddy, rest in peace. Bwana asifiwe. Wani wasu. Orwa kwa uharanga nende aba kwa yata meimagire Yesu niko kambele. Wanaosimamia ibada, wachungaji wetu, wageni wote ambao wamekuja kutusaidia kuomboleza shujaa, Wakristo kwa jumla, Bwana asifiwe. Amen. Sauti hiyo imeenda chini sana. Bwana asifiwe. Amen. Huyo alikuwa mtu wa watu. Hata picha yenyewe inakuonyesha Jeni alipata kidosho tosha. Wewe mwanaume, nilijuana na Atego kwa hii kanisa. Kabla hata hatujajenga kanisa hili, tukikaa kwa mawe namna hiyo. On the other hand, nikiwa mzee kwake,
Ateko alianza kuwa Mkristo kitambo sana. Pole sana jamii ya Ateko. Yesu alikuwa mzuri lakini wengine walimtukana. Sasa msitie shaka, hata dada yake Jane, usilete mashtaka ya watu kwa overseer, kwa maana yeye hana nafasi ya kuhukumu. Na kama hujatosheka na uende, kwa sababu mtu anafanya kulingana na vile anavyofikiria. Mimi ni mwalimu mstaafu, retired teacher, tired. Kidogo tu nigusie kama mwalimu, nilikuwa DB. Ateko alipotoka college, nilikuwa najuana na baba yake vizuri sana, alikuwa anafanyia Dr. Oloch. Tukapendana na Ateko. Nikaona ni kijana ambaye amepitia katika shida. Sio kuliko mimi nilikuwa na shida kuliko yeye. Lakini tukapendana kwa sababu tulikuwa watu wa shida. Na Ateko alikuwa karibu apostiwe kule nje. Hapa town ni precious place. Kuenda kwa shule, upate shule kwa town hii, wewe lazima uwe mtu mwaminifu sana. Uwe mtu ambaye unafanya kazi nzuri. Na nilienda kwa mwalimu mkuu. Nilikuwa sijafanya na Ateko kama mwalimu. Nikaenda kwa mwalimu mkuu, nikaona huyu kijana asinipite, akuje mahali mimi nafanya kazi. Ndio tukitoka hapa tunaingia kanisani mara moja. Sinisikia vizuri. Mungu akasikia ombi lako, kwa maana liliambatana na Ukristo. Nikaenda kwa mwalimu mkuu. Ni kama nilikuwa nadanganya, lakini Ateko proved me right. Nikamwambia huyu kijana kwa walimu anachapa kazi. Anachapa kazi, wacha mchezo. Na mwalimu mkuu alikuwa ananisikiza. Akaniambia, unajua hapa vijana hawa ambao hawajapata experience sana. Nikamwambia huyo naye ni zaidi. Na akaniamini, akafikiri niliona Ateko akifunza. Na tukaenda kwa hiyo. Na hiyo shule ilikuwa na uhusiano mzuri na ofisi ya education. Nilitoka huko na barua nikapatia Ateko kuja. Alifurahi sana mpaka leo. Akilala hivi ananipenda. Kilala hivi nampenda. Kama unafikiri simpendi, si useme. Wewe unataka kuleta fitina. Basi Ateko aliendelea. Mimi baada ya kufanya naye kazi DB kwa muda mrefu, nikapata promotion. Pia serikali, nilipoangalia watu ambao wanafanya vizuri nikirecommend, nao walikuwa wananiangalia na kurecommend. Sasa nikapata ukubwa. Pole na asante. Kwa kanisa, pole mchungaji. Kwa kanisa, Ateko alikuwa youth leader wa district mzima kwa muda mrefu. Alikuwa ameangaliwa na kuwa assessed vizuri na kanisa. Kristo kwa ujumla na msalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Waache ni wale ambao wamefika kutoka mbele yenu, wasimame juu. Wale ambao wametoka mbele yenu, wasimame juu. Because of just wave. Asanteni sana. Kwa sababu ya wakati, nataka kuambia Bwana Mcheni pamoja na familia kusema pole kupoteza mpendwa bali mpendwa na wengi. Na familia ya Ateko, mimi nimeikiwa zaidi ya 30 years ikiwa Ateko pamoja na mke wake. Ateko alikuwa ni mzee ambaye alikuwa anachitoa. Kwanza alikuwa Kristo mzuri wa kanisa hili, na vile msema mpaka akakutana na bibi yake kwa mmoja viongozi wa kanisa la Church of God in East Africa Kenya.
So Ateko ni mtu wa Ateko ni mtu wa furaha. Ateko alikuwa ni mtu wa heshima yake. Lakini kwa sababu Mungu amempenda zaidi, sisi hatuna lolote ambalo tunaweza kufanya. Nasema tu tumwombee. Maneno mengi tutaongea leo, ni ibada fupi, lakini najua wakati wa on Saturday watu wataongea zaidi. Pokeeni pole zetu. Mwenyezi Mungu mfariji mwema ajuaye kufariji aweze kuwaguza mpaka ndani ya mioyo yenu. Asante sana. Basi kwaya lete wimbo kwa ajili ya Nate, alafu baadaye mnenaji akaweza kutupa neno. Saa yetu na mnenaji imepita na kazi nyingine. Saa 8 mahali. Saa ngapi? Kuna mahali saa 8 takana awe. Familia yake ikiongozwa na mama Jane Reverend amefunika mume wake jinsi ambavyo ametuambia kwamba anampenda sana. Kwa hiyo ameweza kumpa ua lake la mwisho kwa maisha yake. Neti inafuata ya kikundi inaitwa Jerusalem. Wamefanya kazi pamoja na mwalimu Atengo Leida kwa kazi zote, katika hali ngumu, katika hali nyepesi, wametembea pamoja. Neti inafuata inaongozwa na leaders wetu wa ile kanisa pamoja na district mzima kufunika leader Atengo mwili wake, kwa vile ametembea nao vizuri katika kazi zote za leader, kuombea watu, kushirikiana pamoja na wengine na hata kusaidia wale hawajiwezi. Niseme asante kwa hiyo neti ya leaders. Neti inafuata ni neti ya kanisa letu la Bungoma. Kwa hivyo hii neti pia ni neti inafunika mwalimu kwa ajili ya kazi zake katika kanisa letu. Tunashukuru kwa hiyo yote. Wapendwa, asante. Ninapomalizia na milimeta akitembea hapa kanisani, naweka mwili wake kuonyesha kazi yote ni mwalimu ametenda. Ninaenda haraka. Kwa hivyo nitaomba kwa kumalizia hapo. Basi tunaweza kaamini kuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sababu wewe ndio ulileta Lady Atelo katika dunia na amekupendeza wewe mwenyewe kuichukua. Naombea safari yake, kujua ya kwamba ameacha jamii, ameacha mama, ameacha watoto. Wewe ndio utachukua kitambaa chao mtakatifu pamoja na machozi wanapolia. Mwenyezi Mungu wajue ya kwamba kwenye baba ameenda, sisi tutaenda na yeye hawezi kuturudia. Jina lako litukuzwe. Wape nguvu wakati huu mgumu. Yesu Mungu, wanapoishi pia waishi maisha wakijua ya kwamba sisi zote hatuwezi kuishi miaka zote bila kutoka katika Mungu. Kuanzia leo mpaka Saturday kama pamoja, usiwaache. Reverend Olmola Egre. Huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye wakati mmoja amekuwa mchungaji wa Samuel hapa kanisani. Jambo la pili, yeye ni mshiriki wa hili kanisa. Jambo la tatu, yeye ni overseer wa Kitale area. Jambo la nne, yeye ni mwenyekiti wa cluster ya Northridge. Jambo la tano,
yeye mwenyekiti wa makanisa yote ya miji Urban Ministries. Na la mwisho sana, yeye ni jirani wa Tego kule Mayanjani. Tena ni mwenyekiti wake wa majirani kule. So mambo mengi ipo kwake, na Mungu akaona kanisani leo awe yeye atakaye hudumu. Chama na kualika tafadhali uje unene. Mungu nasema hivi, mtu ni mtoto tu wa mwanamke, kuishi siku chache tena zilizojaa taabu. Kwa baba yako, kwa mke wako, kwa mume wako, kwa mtoto wako, it is not something you can afford to laugh all through. Ni kitu ambacho kina uchungu sana. And that is why even Muluya aliita masika. Unajua masika? It means what? So jambo matanga ama kifo ni kitu ambacho kina uchungu wake. Ni kifo ambacho kina uzito wake. Ni kifo ambacho msipochunga kinaweza kaunganisha familia. Ni kifo ambacho kinachukua muda wake kuharibu, kubomoa vitu vingi ambavyo watu walijenga pamoja. Na vinaharibu namna gani? Sasa nao ninajua Jane, hata kama alikuwa na pesa kiwango gani, she has really spent. Bwana Yesu asifiwe. Matanga itasababisha hata watu wapate nafasi pia kukuibia. Don't be surprised. Hata wengine wameenda kwa Jane na ametoka na kitambaya, ametoka na kikombe, wengine wameenda na sahani, hata wengine wakipewa nyama kuchinja wanaweka kwa gamu. Unaona hata kuna mtoto anaenda na gamu kwa matanga. Ili atoe nini? So matanga si kitu cha rahisi ama kitu cha kuchezea. Lakini nataka tujue kwamba as much as ni matanga ni uchungu, sisi wote tunasafiri katika njia hiyo ya kwamba siku moja wewe na mimi tutafanya nini? Tutalala. And that is why I always say, kama hautaki kukufa usiwe ukilala. Because the moment you sleep, you are doing a rehearsal on how you sleep forever. Practice makes what? Practice makes what? Perfect. So you are rehearsing, you are trying to pray. Na unaona watu wengine wakilala, ndugu yangu, dada yangu, hata kabla hawajakufa, unaona maji imejaa, wengine mapi ya Kenya kwa uso, wengine ulimi na mdomo, wengine wanang'orota hadi uso kwa nyumba jirani. Next room wewe lala pia, akitakuja kulala kwa wewe na uta lala. Anang'orota throughout. Bwana Yesu asifiwe sana. So kifo si kitu ambacho unaweza kukifurahia, lakini tujue kwamba ni lazima mimi na wewe siku moja kifo tutakipitia. Hao wakanililia, hakika nitakisikiza kilio chao, na hasira yangu itawaka, nami nitawauwili kwa upanga, na wake zenu watakuwa wajane na watoto wenu yatima. Usimutese, useme wote, usimutese mjane na yatima. Fire. Neno linaposema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, ni tahadhari wetu kwamba tukaweze kuishi maisha masafi, tukijua kwamba tutaishi milele katika ulimwengu huu. Nahitaji kuwa wapole, nahitaji kuwa wanyenyekevu, tunahitaji kusema ukweli ili ukweli ukaweze kutuweka huru. Tunahitaji kujali wenzetu wanapopitia katika hali ngumu, ili na sisi inapotupata wenzetu wakaweze kutujali, kwa sababu siku zetu ni chache. Na roho yangu nitakutumaini kama mtu mwenye kiu, nami na kiu kama nchi kavu isiyo na maji. Nimetaka alitayaona mema tena.
Anayeniona sasa hata niona tena. Punde tu ukimtazama nitakuwa nimetoweka. Kama wingu lififiavyo na kutoweka, ndivyo nao watu washukavyo kuzimu bila kurudi. Anayeondoka hurudi tena kwa jamaa yake, na pale alipokuwa anaishi hata saulika mara. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana hukumu mwenye haki hata sadaka inakubalika. Mahali hapa tulipoondoa mwili wa mwenda zake katika chumba cha wafu, tulielekea kanisani kwa ajili ya ibada. Tumemaliza ibada hiyo tukafululisha mpaka hapa. Kwa hivyo takatifu, binadamu aliyemuumba siku zake za kuishi hapa duniani ni chache. Ulipomuumba binadamu, Mungu wangu alijua kwamba mwishowe atakuja kukutana na mauti, kwa sababu ni hali iliyokupendeza ikaweze kuwa hivyo, na kwamba hakuna vile tutakavyouona ufalme wa mbinguni tusipopitia katika hali hiyo. Ndiposa Mungu wangu, ndugu, tumekuwa tukiishi naye, tukisaidiana naye katika hali ya maisha, lakini Baba, mwisho imekupendeza ya kwamba ukaweze kumuita
moyo wake umerudi kwako na hapa tumebaki na mwili. Baba, tuseme ni asante kwa sababu tulipojikabidhi mikononi mwako kwa ajili ya haya yote, ulishuka na nguvu zako na ukaweza kusimamisha jamii hii. Tunasema ni asante. Tukushukuru Baba, tulipoondoa mwili katika chumba cha wafu, tulielekea katika ibada, na ombi letu lilikawa ya kwamba Baba ukaweze kuenenda nasi. Tunazidi kushukuru kwa sababu tayari umetenda hayo yote, na sifa na utukufu zinakurudi. Ukiangalia unaenda hivi ama urudi mahali ulikuwa. Trust in you.